Naam, habari za wakati huu mtazamaji wetu popote pale ulipo. Karibu katika taarifa ya habari kwa ufupi mchana wa leo. Jina langu ni Margaret Tara, nitakayokuletea habari za kitaifa, kimataifa, baadaye michezo na burudani. Tunaanza na habari za kitaifa. Waumini wa dini ya Kiislamu nchini wamekumbushwa kusimamia maadili kwa vijana na watoto kwa kuhakikisha wanajifunza misingi bora ya dini ya Kiislamu ili kuwa na raia wema wenye hofu ya Mungu. Hamis Suleiman ameandaa taarifa ifuatayo. Wito huo umetolewa na mkurugenzi Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Idara ya Mashariki ya Kati, Barozi Abdallah Kilima, katika mashindano ya kuhifadhi Qur'ani yaliyoandaliwa na Madrasatul Fatihul Ilmi iliyofanyika Temeke jijini Dar es Salaam. Na Qur'ani haikuwa kitu kingine isipokuwa ni mwongozo kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu. Kufanya jambo hili la kuwahifadhisha Qur'ani watoto wadogo, kama tunavyofahamu watoto ndio taifa la kesho. Kwa tunataka kujenga viongozi kwanza wenye kuelewa dini yao, lakini pia wenye hofu ya Mungu, ambao watakapopata nafasi mbalimbali katika jamii, katika serikali, katika taasisi na sekta binafsi waweze kufanya kazi kwa weledi, maarifa na hofu ya Mungu. Baadhi ya mashehe na viongozi wa taasisi waliohudhuria mashindano hayo, ambapo watoto kuanzia miaka 5 hadi 14 wamehifadhi juzu 1 hadi 30 na kuonyesha uwezo wa hali ya juu, wamesema ni vyema watoto hao waendelee kusimamiwa ili kupata kizazi chema chenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Watoto wetu, madrasa yetu hii imefanya jambo kubwa sana. Watoto wetu wameshika dini, wameshika elimu na wamehifadhi Qur'ani. Kwa kweli kama kwenye Qur'ani nasema Qur'ani ni mwongozo, na inshallah watoto wetu wamehifadhi Qur'ani, na hii Qur'ani itakuwa mwongozo wao katika maisha yao, wao na watoto wao na familia zao. So ni muhimu sana sisi Waislamu lazima tuifahamu dini yetu na pia tuifundishe. Kama tunavyosema sisi tumerithishwa na sisi turithishe. Wito wangu tuwasimamie watoto kukisoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mtoto anapoisoma Qur'ani ni tiba kwake, ni kinga kwake, ni takwa kwake, atamjua mtume wake na atamjua Muumba wake. Hamis Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Shukran Hamis Suleiman kwa taarifa hiyo. Wazazi, walezi na walimu wa madrasa nchini wametakiwa kushirikiana kwa pamoja na kutoa muda wa kutosha kwa watoto kujifunza na kuhifadhi kitabu tukufu cha Qur'an badala ya kuacha na kuwakuza katika maadili potofu. Taarifa ya IP Marcus ya Polinali inasomwa studio. Hayo yamebainishwa wakati wa mashindano ya kuhifadhi Qur'an yaliyoandaliwa na Umoja wa Walimu wa Madrasa na Dini Mashuleni mkoa wa Mbeya, ambapo Shekhe wa mkoa wa Mbeya, Shekhe Msafiri Njalambaha, amewataka wazazi na walezi kutoa muda kwa watoto kujifunza Qur'an. Kama muda inakuwa michache mchana, niangaliwe zile sehemu ambazo watoto haitakuwa hatari kwao kutembea nyakati za usiku, ambapo wako jirani labda na madaris, basi hata baada ya maghrib watoto wanafundishwa. Lakini ifanyike mahusiano mazuri, mashauriano mazuri na wazazi, iangaliwe ifanyike vipi. Tumechukulia dini, tumechukulia poa, Kiswahili cha mitaani watoto tumechukulia poa, wakati dini ndio jambo la kwanza kabisa. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi hachukuliwi maanani kuanzia na mzazi. Haya, unakuja uzembe wa kwake mwenyewe mwanafunzi, unakuja tena kumlaumu na mwalimu. Wazazi mna jukumu kuweza kuwasukuma watoto wenu ili kuweza kufika madrasa, kushirikiana na walimu ili waweze kuvuta hatua zaidi katika dini yetu ya Kiislamu. Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa Umoja wa Walimu wa Madrasa na Dini Mashuleni, Ustadh Lukman Khalfan, ametaja changamoto wanazokutana nazo, huku walimu na washiriki wa mashindano hayo wakieleza manufaa ya mashindano hayo. Tumekuwa na changamoto ya uwezeshaji wa mashindano haya, hivyo basi imekuwa ikitulazimu pia kupita maofisini na kwa watu binafsi kuchangisha ili kupata gharama za kumudu mashindano haya. Muda unahitajika hasa katika kuhifadhi Qur'ani, kwamba unaweza kukuta kwenye nusu saa labda mwanafunzi anafika, kuna masomo ambayo yanahudumia Qur'ani ikiwemo fiqh, sira, akida na mfano hivyo katika masomo mengine. Sasa unakuta upate muda kwa masomo yote hayo na upatikane muda wa mtoto kuhifadhishwa Qur'ani, hiyo inakuwa ni ngumu zaidi. Mashindano yanatujenga, kwanza yanatupa hamasa watu tuhifadhi Qur'ani, kwa sababu
Qur'ani pia ni mwongozo, Qur'ani ni nuru, Qur'ani ni tiba yani. Fatma Hassan, Channel 10. Na mtazamaji, sasa tuelekee kule kaskazini mwa Tanzania ambapo vijana mkoani Simiyu wametakiwa kutokuzikubali kauli mbaya na chafu zenye viashiria vya kuvunja amani na kwamba wawe mfano kwa wengine kwa kusema hapana ili kuendelea kuenzi amani, umoja na mshikamano. Taarifa zaidi na Aidan Mhando kutoka Bariadi mkoani Simiyu. Ni mashindano ya kuhifadhi Qur'ani ambayo yanafanyika hapa katika viwanja vya CCM mjini Bariadi. Mashindano haya yanajumuisha vijana wa rika mbalimbali pamoja na wanawake kutoka katika wilaya 5 za mkoa huu. Ayatul lahumul ardhul maytatu ahyaynaha wa akhraj. Mara baada ya kukamilika kwa mashindano haya, washindi wanapewa zawadi zao, kisha ujumbe kwa vijana unatolewa na Shehe Mkuu wa mkoa wa Mwanza Shehe Hassan Kabeke kwa niaba ya Shehe Mkuu wa mkoa wa Simiyu Shehe Isa Kwezi. Na tusikubali, kwa sababu tumekusanyika vijana, niseme na vijana, ziko kauli chafu na mbaya tumeanza kusikia kwenye kipindi hichi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Kauli yoyote ambayo inaashiria kuvunja amani ya nchi, tuwe watu wa kwanza kuikataa, na sio kuikataa tu, kulaani kauli hiyo, na tutoke kifua mbele tuseme kwa hili hapana, kwa sababu msingi wa maisha yetu ni amani na utulivu. Akitoa salamu za serikali katika mashindano haya, mkuu wa wilaya ya Bariadi Simon Simalenga anasema Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa ya kuleta maendeleo kwenye nchi yetu. Ombi langu, naomba kila mtakapoingia kuswali, iwe ni swala ya kwanza, magharibi, alasiri, adhuhuri, basi zile zote zile, hebu tumweke rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ili apate kuendelea kuongoza nchi yetu, apate kutuletea maendeleo, huku akiendelea kumtumaini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio kimbilio la Waislamu wote. Naamini tutakuwa na uchaguzi ambao ni utakuwa wa amani, salama na salimini. Hakuna mwananchi hata mmoja ambaye atakayopata changamoto, hasa kwenye mkoa wa Simiyu. Na mimi nitoe rai kwa vijana wote mkoa wa Simiyu na wananchi wote. Rais wetu mpendwa anahubiri habari za 4R, na sisi vijana tunaziishi hizo 4R. Kutoka hapa katika viwanja vya CCM wilayani Bariadi mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Shukran Aidan Mhando kwa taarifa hiyo. Matukio ya ukatili ikiwemo kipigo, unyanyasaji, ubakaji, ulawiti na ndoa za utotoni yanaelezwa kuanza kupungua katika mkoa wa Mara kutokana na hatua kali zinazochukuliwa na wadau pamoja na vyombo vya dola kwa wahusika wa vitendo hivyo. Musa Makali kutoka Mara anaripoti. Mkoa wa Mara ni miongoni mwa mikoa ambayo imetajwa kwa kiasi kikubwa kwa baadhi ya maeneo kuhusika na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Serikali pamoja na wadau wamekuwa wakichukua jitihada kubwa za kukabiliana na matukio haya. Huenda sasa mwanga umeanza kuonekana kufuatia vitendo hivyo kutajwa kuanza kupungua katika mkoa huu wa Mara. Ukeketaji umeshuka kati ya mwaka 2015 na 2016 hadi 2022 na 2023 ndani ya mkoa wa Mara kutoka 32% hadi kufikia sasa 28. Aina ya vitendo vya ukatili wa kijinsia vinavyofanyika ndani ya mkoa wetu wa Mara na ndani ya wilaya zetu, ndani ya kata zetu, ndani ya matawi yetu. Ya kwanza ni vipigo. Kuna vipigo vingi kwa wanawake na watoto. Aina ya pili ni ubakaji. Kuna kesi nyingi sana za ubakaji ambazo zinafanyika katika maeneo yetu. Ukeketaji, kuna ndoa za utotoni, pia mauaji yanafanyika, lakini manyanyaso pia kutelekezwa. Jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa Tanzania UWT kupitia Chama cha Mapinduzi ni mashahidi wa jambo hili ambapo wamekuwa kikemea kila kukicha vitendo hivyo. Inavyozidi kuendelea na jinsi mkoa wa Mara tunavyozidi kujipambanua, ukatili wa kijinsia umepungua sana. Twende tukapambane na ukatili wa kijinsia kwenye nafasi za uongozi wa kisiasa. Mimi ninaamini asilimia kubwa ya wanawake tukisimama tunaweza. Naomba twende tukajitie moyo. Twende tukaangalie wale wanawake ambao wana sifa na wana uwezo wa kusimama kupambana na ukatili wa kijinsia, waende wakagombee. Hakika ukatili wa kijinsia sasa hivi mkoa wa Mara umeshuka sana, kwa sababu sasa hivi kila tunapotembelea kila wilaya
tunakutana ukatili ni tofauti na zamani ilivyokuwa. Sasa hivi umeshuka kiasi kikubwa sana. Watu wachache ambao wanafanyia watoto ukatili. Musa Makali, Channel 10, Mara. Na mtazamaji, sasa tuelekee kule visiwani Zanzibar. Wakazi wa kisiwa kidogo cha Kojani, wilaya ya Wete, kisiwani Pemba, wamefikia makubaliano ya kutoa eneo la ujenzi wa hospitali katika kisiwa hicho ili kutimiza ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, ya kujenga hospitali ya kisasa. Kutoka kwa Masanja Mabula tupate taarifa zaidi. Wakaazi wa kisiwa hicho kwa kauli moja wameridhia kutoa eneo kwa ajili ya ujenzi wa hospitali, ambapo kukamilika kwa ujenzi wa mradi huo kutaondosha adha ya kutembea umbali mrefu kuifuata huduma ya afya katika hospitali ya Kinyasini ama Chake Chake. Sijaona eneo jingine kinyume ya hili ambalo lipo hapa. Wenzangu wakiona kwamba lipo eneo kinyume na hili lilo hapa, basi tuliseme hapa. Hivyo tuna maeneo ya huku, tuna maeneo ya huku, lakini yani nje ya hii ama mazingira ya majumba, lazima hospitali tuweke katika mazingira ambayo kwamba si mkabala ya katikati ya majumba. Eneo la kujengewa hospitali ni eneo hili mpaka huku. Haya ni maeneo ya Kojani, hayana. Mkuu wa wilaya ya Wete Abdalla Rashid Ali amewataka wananchi hao kuzitumia fursa za miradi ya kimkakati inayotekelezwa na serikali, huku daktari dhamana wilaya ya Wete Mbaruku Sulemani ametaka jamii ya watu wa Kojani kuondosha mivutano ili mradi huo uanze na kukamilika kwa wakati. Jua likitoka liotwe. Tumeshafika sisi tutumie nafasi hiyo kuitumilie. Vinginevyo tukitoa fursa ikajengwa Pachumale kwanza, tukitoa fursa ikajengwa Mkanjuni kwanza, wapi huko hatuwezi kujua what next baada ya hapo. Nafahamia wazee, na kuombeni sana, tunashukuru kwa hili kwamba sisi tutaenda kusema kwamba eneo la kujenzi ni jengo na eneo la pale kwenye uwanja. Ndio ndivyo hivyo. Ndugu Kojani, ndivyo hivyo. Sasa sisi tunapopeleka haya marejesho kwamba bado watu hawajakaa sawa, mradi unahama unakwenda kuhamia sehemu nyingine, na hawa wakuu wangu na wao wakaenda kikaa na Mheshimiwa Rais, wana kauli za kumwambia, na Mheshimiwa Rais anaridhia, mradi unakwenda sehemu nyingine. Tunataka maendeleo ya haraka. Spidi ya Mheshimiwa Rais ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa vile yeye alikuja kwa mapenzi yake akawaahidi, kwa nini sisi tumwangushe? Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba. Na kwa kumalizia habari za kitaifa, madereva wa vyombo mbalimbali vya moto wameshukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuhakikisha barabara katika maeneo mengi zinapitika bila vikwazo vyovyote. Tupate undani wa taarifa hii. Madereva hao wamezitoa shukrani zao hizo wakati timu ya wakala wa barabara nchini TANROADS ilipofanya ziara ya ukaguzi katika daraja la mchepusho wa reli ya mwendokasi SGR eneo la Kintinku. Tunashukuru kwa hii barabara kuboreshwa, kwa maana ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa upande wetu sisi. Ilikuwa inasababisha magari mengine kufa sababu mabonde yake yalikuwa ni makubwa sana wakati hasa wa mvua. Umeona, tunashukuru kwa sasa imewekwa lami, tunapita kwa wepesi na hatuchukui muda mwingi, tutakuwa tumemaliza safari yetu. Tulikuwa tunapata shida wakati wa kupita, hasa sisi wenye vyombo vidogo vya moto kama bodaboda, guta na bajaji. Ilikuwa ukifika hapa, yule mtu anayeendesha gari kubwa hawezi akakupa nafasi. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa TANROADS Mhandisi Mohamed Besta na mkuu wa kitengo cha matengenezo TANROADS mkoa wa Dodoma Mhandisi Elson Mweladizi wakachukua nafasi hiyo kuwahimiza wananchi kutunza miundombinu ya barabara ili barabara zinazojengwa kwa fedha nyingi ziweze kudumu kwa muda mrefu. Hiyo ningependa kuwaomba watumiaji wa barabara hasa wanaotumia magari makubwa ya mizigo kutokea mahali tofauti nchini wafuate alama hizi za barabara. Na kwa kumalizia, nasema tumehitimisha katika eneo hili la Kintinku Bahi kuhusu
ujenzi wa overpass au daraja la kupishanisha reli na barabara. Na tuwasihi tu watumiaji wa barabara waweze kutunza samani za barabara yetu. Eneo hili limejengwa kwa gharama kubwa. Tuwasihi sana hususani madereva wa magari makubwa, malori, waweze kuendesha kwa kufuata alama za barabarani, hususani mwendo. Mwisho hapa ni spidi 50. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mwangi. Na kwingineko duniani, mahakama ya katiba nchini Korea Kusini Jumatatu ya leo imetupilia mbali uamuzi wa bunge wa kumwondoa waziri mkuu Han Duck-soo na kumrudisha rasmi katika wadhifa wake kama kaimu rais. Han alishika nafasi hiyo baada ya rais Yoon Suk-yeol kuondolewa madarakani kutokana na kutangaza sheria ya kijeshi mwezi Disemba mwaka jana, hatua iliyosababisha mgogoro mkubwa wa kisiasa nchini humo. Katika hukumu yake, mahakama hiyo ilipiga kura 7-1 kutengua uamuzi wa bunge, ikieleza kuwa matendo ya Han hayakukiuka uaminifu wa umma na hivyo hayakustahili kumwondoa madarakani. Mara baada ya hukumu hiyo, Han alirejea kazini na kutoa ujumbe wa Umoja wa Mataifa, ambapo katika hotuba yake kwa taifa Han alisema atazingatia maslahi ya taifa hiyo na watu wake. Aidha, Han aliongeza kuwa kipaumbele chake kikubwa ni kukabiliana na changamoto za kiuchumi, hasa mvutano wa kibiashara duniani ambao umeongezeka kufuatia kuingia madarakani kwa rais wa Marekani Donald Trump. Na katika michezo, klabu ya Singida Black Stars ya mkoani Singida leo inatarajiwa kuzindua uwanja wake mpya kwa kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania Bara, Yanga Soccer Club, mchezo utakaopigwa saa 10 jioni. Kuelekea tukio hilo, wakazi wa mkoa wa Singida wametoa maoni yao kuhusu ujenzi wa uwanja huo na matarajio yao kwenye kuleta maendeleo ya michezo ndani ya Singida. Tupate taarifa zaidi na Cliff Adam. Kuelekea kwenye uzinduzi wa uwanja mpya wa Airtel ambao umejengwa na klabu ya Singida Black Stars, uzinduzi ambao unafanyika leo hapa mkoani Singida, na timu ya Channel 10 michezo imefika hapa kushuhudia tukio. Lakini kabla ya shughuli yenyewe, tumepita kuzungumza na wananchi wa Singida kuweza kujua maoni yao kuelekea kwenye uzinduzi wa uwanja huu, tukizingatia kwamba mkoa wa Singida uwanja maarufu ambao unafahamika ni uwanja wa Liti, ambao umekuwa unapitia kashikashi nyingi ikiwemo kufunguliwa. Singida wameenda kujenga uwanja wao. Wananchi wa Singida wanasemaje kuhusiana na uwanja huu mpya na matarajio yao ni yapi kuelekea kwenye matumizi ya uwanja huu mpya ambao unaenda kuzinduliwa jioni ya leo? Kupata uwanja wako ni hatua nzuri. Ni lazima tuwapongeze kwa sababu wamepiga hatua kubwa zaidi. Hii habari ya kubabaika huku hakuna. Kwa hiyo lazima tuwapongeze Singida, wamepata uwanja na watautumia. Na naamini utaleta hamasa kwa vijana, kwa wakazi wa Singida na wanamichezo wote kwa ujumla. Kwa hiyo kupata uwanja ni hatua nzuri na lazima tuwapongeze. Kweli mimi kama mkazi wa Singida mjini, mimi naona kwamba ni maendeleo makubwa kimpira, kwa sababu kama tuna uwanja hapa ambao unaitwa Liti Stadium, nadhani ule uliojengwa nadhani utakuwa ni bora zaidi, maana nilisikia siku za karibuni kwamba uwanja umefungiwa. Kwa hiyo kama utakuwa ni uwanja ambao kweli ni uwanja ambao unakizi hadhi ya kimataifa, kwa hiyo tutafurahi, tunajisikia vizuri, maana tutaona hata huenda hata timu taifa kacheza hapa, au hata mashindano haya ya Afrika Champions League pamoja na Confederation labda wanaweza siku moja tukayaona hapa. Kwa hiyo sisi tunajisikia vizuri kuwa na timu ambayo tayari, na hata licha uwanja na nini, hao ni maendeleo makubwa ambayo kwanza tunashukuru viongozi wetu na tunamshukuru Mama Samia pamoja na uongozi wake, kwa sababu vitu kama hivi ambavyo vinafanyika maana yake ni agizo kutoka serikalini kwamba vitu vya maendeleo kwenye nchi ni vitu vya msingi. Sisi wana Singida hapa tutapata mafanikio makubwa kupitia sekta ya michezo. Pamoja na hiyo, tunaomba tu hamasishaji utiliwe nguvu ili timu ipate mafanikio makubwa. Uwanja huu utaleta chachu kubwa zaidi tofauti na ilivyokuwa uwanja mmoja. Kuna timu ambazo chipukizi zinachipukia zitaona mfano na zitafurahia sana kupata kipaumbele kuwa na viwanja viwili. Nafikiri tutapata na timu zingine academic ambazo zitakuwa zinaangalia na zinaenda kufanya mazoezi kwenye viwanja kama hivi. Nafanikiwa kupata uwanja kama huu, pia tukipata viwanja vingine kama vya netball, basketball, kama tukipata wafadhili. Tuna mabinti zetu pia, hatuwezi kuwatazama vijana tu peke yao.
kuna mabinti zetu ambao pia wanatamani kucheza mpira wa netball, kuna vijana wetu pia wenye sifa ya kucheza basketball. Kwa tukipata viwanja vingine tofauti tofauti, vijana wetu watahamasika. Hayo ni maoni ya wananchi wa Singida kuelekea kwenye uzinduzi wa uwanja wa Airtel ambao umejengwa na klabu ya soka ya Singida Black Stars. Shughuli nzima ya uzinduzi inatarajiwa kufanyika jioni ya leo kuanzia mida ya saa 10 ambapo Singida Black Stars wanatarajiwa kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, wananchi Yanga Sports Club. Kaa na Channel 10, baadaye tutakusimulia nini ambacho kimetokea, lakini kwa sasa hicho ndicho ambacho wananchi wa Singida walikuwa wanakizungumza. Kutoka hapa mkoani Singida, mimi ni mwanamichezo wako Cliff Adam Mwakatumbi. Na mtazamaji, ilikuwa ni taarifa ya habari kwa ufupi na sasa nimefika tamati. Tafadhali endelea kubaki nasi kwa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Margaret Itala. Asante.